Karibu sana kwenye Kimbweta. Yo, mambo vipi mtazamaji wa Kimbweta? Karibu tena kwenye Kimbweta. Hii ni siku nyingine na leo tuko ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Ningetaka kupiga story na vijana wa hapa. Lakini mada muhimu ni je, kipi kina nafasi kubwa kati ya elimu na kipaji? Mimi ni Happiness ya Sharing, nitakaye kuongozea mjadala kwa siku ya leo, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wanafunzi wa chuo hiki. Nianzie na upande wangu wa kushoto hapa. Madam, mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Epi. Happiness, unafikiri kwa upande wako nini kina nafasi kubwa kati ya kipaji ama elimu? Kwa upande wangu mimi naona kipaji ndio kina nafasi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ni mojawapo ya chanzo cha ajira. Kwa mfano kama labda mtu mwenye kipaji cha kucheza mpira inaweza kumsaidia katika upatikanaji wa ajira. Lakini kuna watu wanaamini kwamba mimi nikiwa na kipaji sio lazima niwe na elimu. Unaichukulia vipi hiyo notion kwa upande wako? Elimu, wapo wengi waliosoma, lakini sio kwamba wote waliosoma kwamba wanafanikiwa kupata kazi. Ila kuna kuna wale unakuta hajasoma lakini ana kazi, amejiajiri yeye mwenyewe. Kwa sasa wewe, kwa ushauri wako na tushauri ambao unajiona wewe una kipaji, achana na masuala ya kusoma, nenda kajitafute, si ndio? Ndio, kwa ushauri wangu kama ni mtu mwenye kipaji basi afocus, aache kusoma. Sawa, asante. Turudi upande wangu wa kulia hapa. Brown aje? Safi kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Edison Masanga Mtakukwa. Asante Edison. Unafikiri elimu ambayo wanafunzi wanaipata huku chuoni inaweza kusaidia wanafunzi kugundua vipaji vyao na kukuza vipaji vyao, au inaweza ikawa ni chanzo cha kukandamiza kipaji cha mwanafunzi? Yaani elimu ambayo watu wanapata huku inawasaidia kuibua vipaji vyao na sio tena kugandamiza vipaji vyao. Kiaje? Yaani kupitia hiyo elimu ambayo mtu anapata inaweza kumsaidia kufanya kazi mbalimbali kupitia kipaji alichonacho. Happy hapa amesema kwamba mtu akiwa na kipaji sio lazima asome. Anaweza akaacha tu na masomo akafocus na kipaji chake. Kwa upande wako wewe hiyo notion unaichukuliaje? Sasa hapo kwa upande wangu inategemeana. Inategemeana, lakini sana sana ni elimu. Unaweza kuwa na elimu afu ukawa na kipaji. Kwa hapo inategemeana, ila elimu kwangu ndio muhimu. Kwa elimu ni muhimu kuliko kipaji. Kuliko kipaji. Kwa hiyo unapingana na hiyo? Mimi napingana na Happiness. Asante sana. Tuje kwako Mrembo, mambo? Poa, vipi? Safi, unaitwa nani? Asante. Sasa Pendo, wewe kwa upande wako unafikiri vijana ambao wanaamini kwamba mimi nina kipaji lakini sina, yani nina kipaji sihitaji elimu nini, wewe unawashauri nini vijana kama ambao wanaamini kwamba ukiwa na kipaji kama Happy hapa alivyosema? Mimi nawashauri vijana ambao wana elimu lakini wana vipaji lakini hawana elimu. Mimi kwa ushauri wangu mimi nawashauri wenye vipaji waendelee kuwa na vipaji. Sio kila mwenye kipaji ana elimu. Watu wote wenye vipaji hawajapata elimu ila bado wanafanikiwa kuliko yule ambaye ana elimu. Sasa nafasi ya chuo katika kukuza vipaji vya wanafunzi ni ipi? Inatuongezea pia sometimes. How? Ni pale sometimes tunaposoma kwa vitendo. Inatusaidia sisi wanafunzi yani kugain knowledge. Kwamba ukienda baadaye huko mtaani utaenda kufanya ili kupata kipaji kingine. Kwa unafikiri elimu ambayo wanafunzi wanaipata darasani inawasaidia wao kupata kukuza vipaji vyao, si ndio? Ndio. Asante. Kwa upande wako, wito wako kwa chuo katika kwenye kukuza vipaji vya wanafunzi ni upi ambao unaomba chuo kifanye ili kiweze kukuza vipaji? Kwa sababu kwa sasa hivi kama Happy alivyosema hapa, au kirudi hapa kwa Bro alivyosema kwamba kipaji ndo kila kitu, kipaji ndo chanzo cha ajira nini, tofauti na elimu sasa hivi. Wewe wito wako kwa chuo katika kukuza vipaji ni upi? Wito ni kuwashauri wanachuo, yani wa kitu cha kufanya. Kuiomba chuo, yani chuo unakiomba chuo kifanye nini ili kuonyesha vipaji vya wanafunzi, kuendeleza vipaji vya wanafunzi walivyonavyo? Mimi nawashauri kwamba waendelee tunapofundishwa theoretically tuendelee kufundishwa na pia na
practical ili tuweze kugain zaidi. Na pale ambapo una uhitaji mkubwa kufanya vitendo, tufanye vitendo ili kuweza kuzaidi zaidi. Asante sana. Mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa tumemaliza kipengele chetu cha kwanza cha kipindi cha Kimbweta. Tunahamia kwenye kipengele chetu cha pili ambacho ni The Challenge. Na challenge yetu ya leo, swali linasema hivi: na ombeni mnitajie kirefu cha neno DM. Happy. Kweli sikumbuki. Jitahidi kufikiria kidogo nini? BM. DM. Yeah. Ile kwamba mtu ameni DM si nini. Unasikia majenzi sasa hivi wanaongelea sana hicho kitu. Ameni DM Insta, ameni DM nini? Nimesahau kidogo. Pendo. Happy. Jamani sikumbuki. Kwa hiyo wote mmeshindwa. Happy. Pendo. Nimesahau DM. Nimesahau. DM. Nini? Inbox ni kitu kingine na DM. Nimeuliza kirefu cha neno DM. Hapana, sikumbuki. Haya, mtazamaji wa SAUT TV, kirefu cha neno DM ni direct message. Kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha Kimbweta. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na karibuni tena siku nyingine kushiriki nami kwenye kipindi cha Kimbweta. Lakini pia mtazamaji wa SAUT TV, usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUTTV_TZ. Uwe na wakati mwema. Tukutane tena muda na wakati kama huu. Bye bye. The young producer, Nyamwenga.